ya Nyanza, Oko Okusa pamoja na wengine wengi. Bila kumsahau Duncan Haimba ni kikosi kizima hicho. Bila shaka kwa Malava na Rusar Moi kutoka kaunti ya Baringo ambako anafuatizia uchaguzi wa useneta. Mtazamaji, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC inasema maandalizi ya uchaguzi mdogo wa Magarini yamekamilika, huku usalama ukiimarishwa na ikiahidi kuwa hakuna wizi wa kura utakaoshuhudiwa. Wakazi nao wanasema wana matarajio makubwa kuelekea kesho. Fatma Mbugu anajiunga nasi mubashara, ana mengi zaidi kutoka Magarini katika kaunti ya Kilifi. Fatma, hebu tufahamishe kufikia sasa hali ikoje? Matayarisho yamekamilika? Na matayarisho yamekamilika, vifaa ambavyo vinatakikana kutumika katika uchaguzi wa hapo kesho bado vinaendelea kufikishwa katika vituo 193 ambavyo vitakuwa vinatekeleza uchaguzi huo. Kumbuka kwamba wakazi wa Magarini wamesalia bila mbunge kwa takriban miaka miwili, na ni kipindi ambacho wanasema wamekosa miradi ya msingi, na ndiposa hapo kesho watajitoa kwa wingi ili waweze kumteua yule kiongozi wao ambao wanahisi kwamba ataleta maendeleo, ataipa kipaumbele maendeleo ya eneo hili. Kwa taarifa kamili tusikize. Hapa Magarini, maafisa wa IEBC wako kwenye mikakati ya mwisho kusambaza vifaa kwa vituo 193 vya kupigia kura. IEBC imetangaza kuwa usalama umeboreshwa katika maeneo yote ya uchaguzi, huku vikosi vya ziada vya ulinzi na maafisa wa dharura wakipelekwa kuhakikisha utulivu. Kamishna Alutalala Mukhwana anasisitiza kuwa hakuna nafasi ya wizi wa kura, akisema taratibu na sheria za uchaguzi zitafuatwa kikamilifu. Kwanza ifahamike kwamba ibara ya 81 ya katiba ya Kenya yasema kwamba raia wa Kenya wako na haki kushiriki mambo ya uchaguzi bila kuwa ni wenye kutia uoga, bila kuwa ni wenye kudharauliwa, kwa njia ya haki na bila dhulma ya fujo yoyote. Sisi kama Tume Huru ambalo tulitangulia mwanzo na kuhakikisha kwamba mikakati yote inakuwa katika misingi ya ibara hiyo na sheria zingine za uchaguzi. Pili, maafisa wetu wameelimishwa. Tena jana mkikumbuka hawa maafisa wakisema kwamba hao wote ambao watashiriki washaelimishwa wajibu wao. Hakuna namna ambavyo kura itaibiwa ikiwa yale yote tuliyoyafanya yatazingatiwa. Wamekula kiapo, yeyote ambaye anathubutu itakuwa ni shauri yake. Wakazi wa Magarini wanasema wanatarajia uchaguzi wa amani na matokeo yatakayoleta maendeleo katika eneo hilo. Kwa hivyo tunachoomba sisi, tunaomba hata hizi barabara nazo waziangalie, azitengeneze vizuri, aziweke sawa, kisha halafu aende hata kule mashuleni angalia hata wale watoto wadogo wa ICB, kwa sababu tunaona wana shida hata vitabu. Nina imani pia hata mwenye nitampigia kura atafungua atasaidia hata watoto wangu wa shule, na maji pia ni muhimu, atatusaidia. Wenyeji wa Magarini wanatumai kwamba uchaguzi wa kesho utakuwa wa haki na bila vurugu zozote, wakitarajia kwamba kiongozi watakaomchagua ataleta maendeleo katika eneo hili. Usalama ni muhimu, kwa hivyo tunapenda wakati wa kwenda kupiga kura kuwe kuna usalama, kusikuwe na fujo, maana unajua kuna wengi wanapenda kuwa na mafujo. Fatma Mbugu, NTV, kutoka Sabaki, Magarini, kaunti ya Kilifi. Na bila shaka muda umeshayoyoma, na kesho alfajiri na mapema tutakuwa tunakuletea kwa mapana na marefu shughuli nzima ya uchaguzi huu wa ubunge katika eneo hili la Magarini. Bila shaka siku ya kesho ndio itakayobainisha ni nani atakayeibuka mshindi. Je, Harrison Kombe ataweza kuhifadhi kiti chake cha ubunge ambacho alikuwa ameshinda katika uchaguzi uliopita na kubatilishwa na mahakama ya juu, au utakuwa na kiongozi mpya? Kwako. Asante sana Fatma Mbugu kutoka Magarini, na shukran sana kwa kazi kuntu. Tunasubiri tuone iwapo Kombe basi atakuwa anapewa kikombe hiki baada ya siku ya kesho kukamilika. Mbugu anafuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi kutoka Magarini wa kesho. Mbivu na mbichi zitabainika hapo kesho.
Wakazi na bunge la Banisa watakuwa wakielekea debeni kesho asubuhi kumchagua mbunge mpya atakayejaza pengo ambalo limekuwa wazi kwa zaidi ya miaka